Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kirafiki ambao tumetoka kushuhudia siku ya leo kutokea Mbweni jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ni mchezo ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC ama Kino Boys, mchezo ambao umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0, ikiwa ni sehemu ya kujiandaa na mchezo wao wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, sambamba na mchezo wao wa hatua ya 16 wa kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup, ikiwa kwa sasa tunashuhudia ligi mbalimbali zimesimama. Kwa Simba siku ya leo wakaweza kuamua kucheza mchezo mmoja ili kuweza kujiandaa dhidi ya michezo hiyo tuliokuambia, ambapo kwa upande mwingine Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC. Kwa upande wa magoli ya Simba Sports Club, bao la kwanza la klabu ya soka ya Simba limeweza kufungwa na Lionel Christian Ateba Mbida, huku bao la pili la klabu ya soka ya Simba Sports Club likifungwa na Edwin Balua. Bao la tatu la klabu ya soka ya Simba likifungwa na Lionel Ateba, lakini bao la mwisho la Simba limeweza kufungwa na Valentino Mashaka, ambapo Simba mabao mawili yamefungwa na Ateba, Edwin Balua akirudi kambani mara moja na Valentino Mashaka akirudi kambani mara moja katika ushindi wa mabao 4-0 ambao Simba wameweza kuupata ileo. Kwa upande wa kikosi cha kwanza ambacho Simba waliweza kuanza nacho, golini alianza Hussein Abeli, eneo la fullback namba 2 alianza mchezaji anaofahamika kwa jina la David Kameta Duchu, huku namba 3 ni Valentino Noma, eneo la center back namba 4 alianza Hussein Kazi, huku center back namba 5 akianza Shamu Karabwa. Eneo la kiungo namba 6 Simba wameweza kuanza na Augustino Kejefa, huku eneo la winga namba 7 Simba wameweza kuanza na Ladaki Chasambi. Eneo la kiungo namba 8 Simba wameweza kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Fabrice Luamba Ngoma, na eneo la mchezaji ambaye ameweza kuanza namba 9 ni Lionel Christian Ateba Mbida, huku eneo la kiungo namba 10 aliweza kuanza Janchale Awa, na winga namba 11 aliweza kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Edwin Balua. Kwa hiyo tunaona kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kimeweza kuwapelekea KMC pumzi ya moto ileo katika mchezo wa kirafiki. Tumeshindwa kusogezea magoli haya kwa sababu ukiangalia ni mchezo ambao ulikuwa unachezea indoor na Simba hawakuweza kuruhusu mtu yote kuweza kuchukua video kwa sababu wanasuka kikosi chao ikiwa ni game plan kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Like video yetu kama umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC.